Bwana Mungu Baba Mwenyezi ayabariki na kuyatakasa mafuta haya, ili wale watakaopakwa nayo mwilini wageuke kuwa rohoni na wastahili kupata wokovu wa milele. Ee Mungu uliye asili ya maendeleo yote ya utakatifu, tunakuomba upokee shukrani na sifa ambazo kanisa lako linakutolea kwa furaha kwa kinywa chetu. Hapo mwanzo wewe uliamuru nchi izae miti ya matunda. Miongoni mwa miti hiyo ilizaliwa mizeituni yenye utozi mzito, ambao matunda yake yanafaa kwa kutengeneza Krisma takatifu. Hata Nabii Daudi aliona mbele sakramenti zitakazotuletea neema zako, akaimba kwamba mafuta yatazifanya nyuso zetu zing'ae kwa furaha. Na wakati ule dhambi ya ulimwengu ilipofutwa kwa tufani kuu, Njiwa alirudi katika safina akiwa na tawi la mizeituni, akajulisha kwamba amani imerudi duniani. Na hii ilikuwa alama ya zawadi kubwa zaidi itakayokuja. Sasa tunaona yale matokeo yake wakati dhambi za watu zinapooshwa na maji ya ubatizo. Mafuta haya yatazifanya nyuso zetu zing'ae kwa furaha. Uliamuru pia mtumishi wako Musa, baada ya nduguye Aaron kuoshwa kwa maji, amfanye kuhani kwa kumpaka mafuta. Jambo hili lilifutwa na jambo jingine kubwa zaidi. Baada ya mwanao Yesu Kristo kumuomba Yohane ambatize kwa maji ya Jordan, ulimtuma Roho Mtakatifu amshukie katika sura ya jiwa. Na hapo kwa ushahidi wa sauti yako mwenyewe ukatangaza kwamba yeye ni mwanao wa pekee unayependezwa naye. Kwa kumfanya hivyo ilionekana wazi kuwa umetimiza yale yaliyoagua na Nabii Daudi, ya kwamba Kristo atapakwa mafuta ya furaha kuliko wenzake. Kwa hiyo Bwana, tunakuomba uyabariki mafuta haya na kuyatakasa mafuta haya uliyoumba, uyajaze nguvu ya Roho Mtakatifu kwa uwezo wa Kristo wako, maana Krisma imepata jina hilo kutokana na jina lake takatifu. Nawe uliyewapaka Krisma makuhani, wafalme, manabii na mashahidi wako, uifanye Krisma hii iwe ishara ya uzima wa wokovu kamili kwa wale watakaozaliwa mara ya pili kwa maji ya ubatizo. Ufute uovu waliozaliwa nao mara ya kwanza kwa kuwapaka mafuta haya matakatifu, wageuke kuwa hekalu lako takatifu na kung'aa kwa uzuri wa maisha yanayokupendeza.
Kwa ishara hii ya Krisma, uwajalie wapate heshima ya kifalme na ya kikuhani na ya kinabii, na wavikwe vazi la kutoharibika. Uifanye Krisma hii iwaletee wokovu hao watakaozaliwa mara ya pili kwa maji na Roho Mtakatifu, na hatimaye iwafikishe kwenye uzima wa milele na kuwashirikisha utukufu wa mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.